Ya, wapi? Lini? Saa ngapi? Nakuja. Amefanyaje? Heka Unlimited. Umeingia idara maalum kabisa ya heka. Umeona mi nakumbuka mara ya kwanza pia wakati natoa heka ya kuna msichana alikuwa anatokea huko, unakumbuka alikuwa anatokea nchi za Uarabuni ambako alikuwa ameenda kufanya kazi. Tukapata heka yake ambako ndugu alitafuta mimi akatuambia njoo ndugu yetu amerudishwa hapa, hasikii, haongei, kama mnakumbuka vizuri. Nakumbuka ile story. Tukatoa wito, jamani wasichana, huko mnakoenda sio kama mnaenda kukutana na yani mtu unaenda huko humjui. Msilazimishe kwenda, kwa sababu unajua siku hizo wasichana wanangangania sana wengine kwenda huko. Msilazimishe kwenda huko. Wengi wanaoenda wakirudi wanaongea vitu ambavyo sio vizuri, havipendezi, haviridhishi, lakini wasichana bado wanaenda, unajua kutokana na yale ambayo wanakutana nayo. Wanakuambia bwana, mabosi wote wako hivyo. Mabosi wanatofautiana, sio kila mtu atakuwa hivyo. Wanasema wengine wanaenda. Umeona yani kila mtu anakuwa anasema la kwake, lakini huwa tunawaambia sana wasichana, jamani, yani msikubali kwenda huko, mambo sio, msikubali. Na nakumbuka mimi niliongea na Wizara ya Mambo ya Ndani kule, wakasema huwa wanakataza pale airport. Msichana akiwa anaenda nchi za Kiarabu anaulizwa unakwenda wapi? Unakwenda kufanya nini? Lakini kwa jinsi wanavyongangania kwenda, wanadanganya kwamba naenda kwa ndugu yangu, naenda kwenye harusi. Ndio majibu ambao wanakosa. Nyingine wanatoa pale airport, wanaruhusiwa, wanapita, wengine wanarudishwa, wanakataliwa. Je, msiende huko, mkienda mara nyingi mnapata matatizo, mnaenda kufanya nini? Lakini watu huwa wafanye nini? Hawasikii. Sasa kilichotokea, huyu ni binti wa Kitanzania, amezaliwa mwaka 89. Mdogo. Binti tu ameenda huko kwa ajili ya kufanya kazi za ndani, lakini inavyosemekana kulitokea kutokuelewana baina yake yeye na bosi wake, ambaye bosi wake ni mwanamke. Na tatizo limetokea inavyosemekana kama wiki moja kabla hili tukio kutokea. Kwa hiyo huyo msichana baada ya kutokea huo ugomvi na bosi wake, na alienda mpaka ubalozini kwa mujibu wa kakake alivyoambiwa kutoka taarifa za ubalozini huko. Na baadaye ubalozi ukamwamuru huyo bosi kwamba mrudishe huyo msichana nyumbani kwao, mkatie tiketi arudi Tanzania. Ndio alivyoamuliwa na ubalozi wa Tanzania. Lakini alivyorudi nyumbani, yani alirudi naye nyumbani, hakumpeleka airport. Ndio kesho yake tukio hili likafanya nini? Likatokea. Inavyosemekana, taarifa ambazo wamezipata ndugu kutoka kule, kwamba msichana amejirusha mwenyewe kutoka gorofani. Taarifa zinazotoka kule sasa, kwa mujibu wa bosi wake alivyojielezea ubalozini. Bosi wake wa kule huyo bosi wake huko Oman. Lakini kwa mujibu wa ndugu na marafiki wa huyu msichana, wanasema kwamba huyu msichana alisukumwa kutoka gorofani na bosi wake, akaanguka mpaka chini, kwa sababu wakati tukio linatokea, sababu ni gorofani, kuna gorofa la pili, kuna mtu alikuwa anaona, kuna mama alikuwa yuko nyumbani kwake. Kwa hiyo wakati anamsukuma, maana ni kwenye balcony kwa nje. Kwa hiyo mama alifanya nini? Aliweza kuona. Kwa hiyo wasichana wengine ambao wako kule wanasema kwamba amesukumizwa. Na hawa wasichana wanatoa taarifa kwa huyu ndugu wa dada kwa njia ya simu. Si wapo kule wana mawasiliano. Sawa. Sasa tumsikilize kaka ambaye ndo ni kaka wa marehemu, na vile vile ameteuliwa na familia kama msemaji. Baada ya wao taarifa kuwafikia. Pata kutokea nyumbani. Nilipozipata kwanza kwa ndugu hawa, ndo nikaomba namba ya yule aliyotoa hiyo taarifa. Bahati nzuri ndo nikapewa hiyo namba ya balozi. Ni human resource, ni manager mwajiri wa ubalozi wa Tanzania kwa Oman. Kwa hiyo baada ya kuzipata ndo nikajitambulisha kwake, nikiwa na chati naye WhatsApp. Nikajitambulisha kwake, na bahati nzuri na yeye kanifahamisha picha kamili ya hilo tukio. Kaniambia kuwa taarifa walizozipata wao kutoka kwa bosi wa marehemu kuwa Husna Isa Abdalla amejirusha kutokea gorofani. Kwa hiyo katika kujirusha, sababu, nikamuuliza sababu ni nini labda ya kujirusha. Namuuliza sasa huyo human resource tuseme wa ubalozi. Kaniambia sababu haijajulikana, ila taarifa tulizozipata ni hizo. Nikaendelea kumuuliza swali lingine, je, nyinyi baada ya kupewa hizo taarifa mwili mmeuona? Akaniambia hatujauona, wanatarajia kesho wataenda kuona. Tukaendelea kuongea mawili matatu, akaniambia tu uchunguzi bado unaendelea. Kwa hiyo baadaye kukaa kama baada ya masaa mangapi, akaniuliza, yani naomba msemaji wa familia na mtu ambaye atakuja kupokea mwili. Maana yake kama ni msemaji wa familia ndio huyo ambaye atakuja kutumika mpaka kupokea mwili. Sasa sisi tukawasiliana kama familia ambao tuko Dar es Salaam,
Ni katika kuongea na familia wakaniteua mimi kama kuwa msemaji wa familia. Wakati tunafanya kazi kile kipata. Umeona? Ndio. Kwa hiyo baada ya hapo anasema ikabidi yeye sasa ndo pamoja kwamba msemaji wa familia ndo akawa mpokeaji sasa. Bima ya Taifa walisema wakataka mtu atakayepokea mwili ambayo jina linaoana na la marehemu. Kwa hiyo mimi sasa ndo nikawa ni kama msemaji wa familia na ndo nitakayepokea mwili. Kwa hiyo lile tukawa tumelipitisha. Kwa hiyo taarifa zote zikawa zinapitia kwangu. Katika kuzungumza naye kwenye mawasiliano, yani kutaka kujua hivi nini ilikuwa sababu. Sasa ndo ushirikiano zero, kwa sababu naweza nikasema ni ushirikiano zero nikimuuliza kitu ambacho kinaenda kwenye kutaka kujua ukweli uko wapi. Na huo uchunguzi wanachunguza nini? Yani hanijibu. Kuna baadhi ya vitu vingine hanijibu. Mfano kama nilimuuliza, je, katika huo uchunguzi nyinyi, kwa sababu kuna uchunguzi wa serikali, kama serikali na nyinyi wa representer wa Tanzania, maana yake mtakuwa na nyinyi mmefanya uchunguzi wenu binafsi. Je, katika uchunguzi wenu kama nyinyi mmegundua nini au kuna nini ambacho kinasemekana? Hakunijibu mpaka kesho. Na baadaye nikaja nikamuuliza tena, je, katika huo uchunguzi familia ya yule bosi wa marehemu kuna hata mmoja ambaye yuko ndani? Nalo hakunijibu. Yaani mpaka leo tunavyoongea hajanijibu. Sawa, lakini nyinyi mlivyosikia yeye anadai kwamba yeye kaambiwa na bosi wake Husna kwamba alijirusha, si ndio? Lakini nyinyi hamjasikia kingine chochote zaidi ya hicho. Ripoti ya wao ni hiyo. Lakini inavyosemekana sivyo hivyo, kwa sababu mazingira ambayo yanaweza kusababisha mtu usiamini moja kwa moja. Kabla ya kifo cha marehemu, yeye marehemu waligombana na huyo bosi wake. Na issue yenyewe ni issue ndogo tu, ni sijui ni nguo ilikuwa haionekani. Bosi wa kike huyo ndo ugomvi mkubwa kamnunia sijui karibu wiki nzima. Sasa Husna akawa anaongea na marafiki zake, jamani mimi kuna situation hii nashindwa kufanya. Yaani nashindwa nifanye nini. Lakini bahati nzuri hii nguo yenyewe amekuja kuiona. Lakini bado yani mazingira hapa sio mazuri. Kama vipi mimi nirudi tu nyumbani. Umeona hapo anaongea na wenzie. Anawaambia wenzie kutokana na matatizo ambayo ameyapata. Sasa kwa vile kaka mtu anasema kwamba kwa vile ugomvi ulikuwa ni mkubwa, kwa hiyo ikabidi huyu binti afanye nini? Aende ubalozini, yani ubalozi wa Tanzania. Kwenda sasa kung'ang'aniza kwamba mimi nataka nirudi nyumbani. Kutokuelewana ilikuwa ni mkubwa. Kagoma naye akasema bwana mimi nirudisheni Tanzania. Kampeleka kwa agenti wake ambao aliompokea kule, aliompeleka tuseme aliompokea kule, kwa sababu yule yuko kule. Mara ya kwanza hizo kesi zilikuwa zinajirudia. Agenti tu yeye anamwambia wewe vumilia, kwa sababu yeye si ana chako wake mwana, si anaingiza chako wake, hawezi akajali. Kwa hiyo wakapelekana mpaka ubalozini. Ubalozini wakasema, wakapitisha pale, bwana huyu kama vipi mpelekeni airport msafirisheni. Wale mabosi kweli kutoka pale badala kumpeleka airport, sasa huko alipoambiwa na ubalozi wakadaiveti wakarudi nyumbani. Kurudi nyumbani sasa ndo kesho yake hilo tukio likatokea. Sasa katika picha ya hali ya kawaida tu huyu mtu anaweza kujirusha. Na bahati mbaya Husna sisi tunamjua kwanza ni mtu wa dini. Ni mtu ambaye anajitambua. Yaani hilo swala la kusema kujirusha ni statement tu ambazo wenyewe wametengeneza ili zionekane kidogo zina mashiko kwa wao kujifanyaje, kudefend mazingira yao. Kwa hiyo structure ni hiyo, na taarifa ambazo tunazipata kwa watu ambao wako kule wasehemu tofauti na mpaka kuna uthibitisho ambao ni wajirani yao. Ila sasa kwa sababu sisi hatupajui na hatujawahi kufika, hatujathibitisha hilo la moja kwa moja, siwezi kusema ni 100% iko hivyo, lakini inavyosemekana alisukumwa na bosi wake kutokea huko gorofani ndo akaanguka chini. Sasa katika kuanguka chini kuna audio nyingi ambazo zinaelezea hilo tukio. Zinaelezea kuwa walikuwa wanafua yani Husna alikuwa anafanya majukumu yake ya kazi kama kawaida juu gorofani. Huyo bosi wake ndo akamfuata huko, ndo katika kutofautiana mawili matatu, sasa sijui alikuwa anampiga sijui ilikuwaje, ndo akamsukuma mpaka kaanguka chini. Sasa kile kishindo cha kuanguka chini, jirani yake ambao alikuwa ni nyumba ya pili
akaona lile tukio, kuangalia mtu yuko chini, kuangalia gorofani, yule bosi wake naye anamwangalia baada ya kumsukuma, kuangalia ni kitu gani kilichotokea, labda pengine huko chini ukoje. Kuangalia hivi kamuona Husna kalala chini, na yule jirani yule, yeye bosi wake hajamuona, kuja kushtuka, kumbe kuna mtu, ndo kainama ghafla kuzama chini ili asionekane, akaingia ndani, ndo kushuka chini kule. Ndo sasa watu bahati mbaya au bahati nzuri wakawa wamekuja, wakawa wanamkimbiza hospitali, akawa tayari kabla ya kufika hospitali alikuwa tayari ameshafariki. Sio Mtanzania Sasa ndo hivyo kiukweli, ndugu, swala la kuamini kwamba ndugu yao amejirusha mwenyewe, wanasema haliwaingia akilini. Yani of course iko kusema kajirusha, mimi binafsi sikubaliani nalo. Yani kwa mazingira tu ya haraka haraka, kwanza wewe umegombana na mtu, watu wa ubalozini wamekwambia mrudishe, wewe unachukua jukumu la kumrudisha nyumbani, sio kumpeleka airport na kumsafirisha. Maana yake kule nyumbani unaenda kumfanya nini? Kwa hiyo maana yake kulikuwa na mazingira ya kumkomoa. Sasa katika kumkomoa ndo hilo limekuja kutokea. Na yeye Husna kabla ya tukio, yani kabla ile kupelekwa airport ubalozini na nini, alikuwa anaongea na rafiki yake, namwambia bwana, hapa mimi sina chance ya kutoka ninunue vocha, naomba ninunulie vocha. Toka yule rafiki yake, bahati nzuri naishi bosi wake ni mzuri, katoka kaenda kamnunulia riali 2, kamtumia, kaweka vocha, kaongea na familia yake. Yani alisema nataka niongee na kina baba, nina hamu ya kusikia sauti yao. Kwa kweli akaongea nao. Sasa limekaa hivyo, kaongea na familia yake, tuseme ni kama almost kama alikuwa anaona kifo, kwa sababu yale mazingira, unajua of course alikuwa anataabika kwa kifupi. Yani mtu mpaka inakuja kufikia, yani hakuwa vizuri, na bahati mbaya kule ni nchi za wenzetu, sio nyumbani. Ukiangalia labda pengine, unajua of course kazi za ndani zinafahamika hata hapa tu. Ukimwangalia house girl kama amekaa kwenye nyumba ambayo sio mazingira yake yanavyokuwa. Kwa hiyo ndo hivyo ndo. Kwa aliongea na wazazi, akaongea na familia yake, kwa hiyo akawa ameshamaliza. Sasa siku inayofuata ndo hiyo ambayo alipelekwa mpaka balozini kaambiwa asafirishwe wale kumrudisha nyumbani. Ndo siku ya 3 yake ambayo ilikuwa ni siku ya tarehe 14 likatokea hilo lilotokea. Tarehe 14 mwezi huu ndio watatu. Anasema sasa, nikamuuliza kutaka kujua kwamba sasa taratibu zilikuwaje, nani aliweza kufanya process zote za mwili kuweza kuja huko nyumbani. Wakati mimi naongea na balozi nikamuuliza, je, utaratibu ukoje? Akasema utaratibu hapa mwili utasafirishwa, lakini tajiri wake amesema atasafirisha mwili kutoka huko Oman mpaka Dar es Salaam. Utakuja Dar es Salaam, nitakiwa muupokee. Ambia hilo halina shida. Akasema gharama atamgaramia za kutoka Oman Muscat maana yake mpaka Dar es Salaam. Nikamwambia sisi sasa katika kurudisha ile feedback, nikamwambia lakini marehemu kwao sio Dar es Salaam, kwao ni Kilimanjaro ambayo ni Andasaki. Kwa hiyo kama ni gharama, kwa nini asimsafirishe kutoka Dar es Salaam, kutoka Muscat huko Oman mpaka Dar es Salaam kwenda kijijini, ambayo kijijini almost ni kama 1,500,000. Unaweza kufanyaje ukapata gari ya bei hiyo? Akasema basi hilo ombi ngoja mimi nilirudisha. Kwa hiyo akawa amelirudisha. Baadaye akasema yule bosi wake jibu alilompa balozi yule mtu, tuseme ni representative wa balozi, akamwambia analifanyia kazi. Sasa katika kulifanyia kazi ndo mpaka jana, ilikuwa ni jana tarehe 20. Sasa jibu lilotoka amesema yeye hana gharama, ametumia gharama nyingi kuhifadhi mwili, yani tuseme gharama za mwili kukaa mochwari, na gharama pia za usafiri wa kutoka kule mpaka Dar es Salaam ni gharama nyingi. Kwa hiyo anasema mimi nimegharamia hizo zingine natoa ni kama rambirambi. Katoa riali 100 ambayo ni sawa na 500 na pointi za Kitanzania. Kwa hiyo ndo kama rambirambi yake, na mshahara wake ndo kautuma wa miezi 13, sababu alianza tarehe 18 mwezi wa pili 2016 mpaka alimefariki ilikuwa tarehe 14 mwezi wa 3.
Maanake ni almost ile bado zilikuwa kama siku ngapi, siku 4 kukamilika mwezi mzima. Ila ule mwezi yeye akaulipa. Yanasikitisha sana hayo maelezo. Process zote zinasikitisha. Kabisa. Mshahara wake maskini. Wameleta mpaka begi lake la nguo. Vitu vyake alivyokuwa navyo kule na venyewe pia vimekuja. Kila kitu na mshahara wake wametumiwa. Kwa hiyo jana usiku ule wameanza safari. Hivi tunapozungumza hapo nini kinachoendelea kule sasa kwa wale mabosi ambao ndio mauti yamemkuta huko walikuwa wanaishi naye? Ndio hawajui kiukweli, kwa sababu kama ulivyomsikia mara kwanza anasema akijaribu kumuuliza yule mtu wa balozi ambaye alikuwa anawasiliana naye kwamba vipi au watu wamekamatwa, hamjibu. Sijui kitu gani kinaendelea, hamjibu. Alikuwa tu anawasiliana tu swala la kuweza kuleta mwili na hizo vitu vyake vingine basi, lakini kila akijaribu yani kutaka kumuuliza kwamba sheria imekaaje, mambo yanakuaje, yani hamfafanuli vizuri. Na yeye huyu ndugu alikuwa hazungumzi na bosi, alikuwa anazungumza na mtu wa balozi. Kwani wao namba ya bosi hawana? Sawa, mimi nadhani sisi tufanye jitihada za kutafuta wakilishi wetu. Nimetafuta sana watu wa wizara ya mambo ya nje, nimepigia sana simu akanijibu yuko kwenye kikao mpaka dakika hii. Sijaweza kuzungumza naye, lakini bado tutaendelea kuwasiliana nao. Kesho tutaweza kuzungumza nao tujue kama hizi taarifa wanazo, na je, jambo kama hili likitokea kisheria limekaa vipi, wanalifuatiliaje, utaratibu ukoje, watapata taarifa kama tuweze kujua. Kwa hiyo leo nimepiga sana ndo kanijibu niko kwenye kikao. Ni habari kusikitisha sana. Mambo yanasikitisha sana. Sababu masuala bana. Hizo kesi zipo nyingi sana za Watanzania. Zipo nyingi sana, lakini hii inaumiza zaidi kwa sababu kufika hatua hii kubwa ya kifo namna hii sio jambo dogo, unajua Lakini tatizo kubwa lirudi pale pale bado. Wakati mimi nikilifuatilia swala diaspora wa Dar es Salaam kwa karibu zaidi kwa ushirikiano na Wizara ya Mambo ya Nje, ni kwamba hata wanapata tatizo kubwa kwa sababu Watanzania hawana kawaida ya kwenda kuripoti ubalozini pindi wanapoingia katika mataifa haya ya kigeni. Inachotakiwa gea leo ukitoka hapa sasa hivi, ukienda hata Kenya, cha kwanza kufanyika lazima uripoti kwenye ubalozi wenu kwamba mimi nimefika Kenya na nitakuwa Kenya kwa siku 5, nafanya 1 2 3 4 5, sawa? Na nipo either hoteli fulani au nimefikia sehemu fulani. Huwa inakuwa ni nzuri sana pindi ambapo matatizo kama haya yanapokuwa yanajitokeza kuweza kupata msaada wa haraka kutoka ubalozini. Umeelewa vizuri? Lakini inapokwenda ndivyo sivyo, inakuwa ni kama hivyo kidogo. Wakati mwingine kupata taarifa za mtu kama huyo, kama alifika na status yake ilikuwa na matatizo, status yake inaonekana vipi kwa hiyo kutembea au kuja kufanya kazi. Unajua kuna vitu vingi hapo ndani yake vinakuwa ni maswali ambao Watanzania wengi ambao wanaishi nje ya nchi kwa kweli imekuwa kama japo kuna bwana wayazungumza nayo behind, wengine wakilalamika kwamba balozi zetu zinafanya kazi kama vituo vya polisi, ndio maana watu wengi hawapendi kwenda kuripoti. Lakini bado unajikuta kwamba umuhimu wa kuripoti unakuwa ni mkubwa kuliko maelezo mengine yote, sababu inapotokea matatizo sasa tunapokimbia lazima urudi wapi? Ubalozini. Yaani lazima utarudi tena ubalozini. Na kama hivi ubalozi ndio umefanya kazi yote kwa sababu alikuwa anawasiliana na HR huko ubalozini, ndio ambaye ameweza kumsaidia mpaka mwili kuweza kupata mwili wao. Lakini kuna maswali mengine ambayo akiuliza sasa ndo hajibiwi, namba ya bosi hapewi na wao hawajui bosi anaje. Yes, inaje kufuatia kwa namba bosi wala nadhani hapa ilipofikia ni sisi tujaribu kuwasiliana na watu wa ubalozi wakatusaidia status ya huko ikoje. Nini kilichotokea? Sababu najua hizi taarifa lazima zitakuwepo tu. Of course, yes. Watakuwa wameshazipata. Kama waliweza kupata taratibu za kusaidia mwili wa marehemu kuja nchini, lazima watakuwa na story pia nini kilichotokea au upelelezi unaonekanaje huko kwa jeshi lao baada ya kifo hicho kutokea. Kwa hiyo kutakuwa kuna vitu ambavyo vinavyoendelea. Mimi naimani jitihada za kuwasiliana na ubalozi ziendelee kuwepo. Umesema nchi gani? Oman. Lakini mimi naomba jamani, wasichana wachukue hili kama somo. Sawa. Wasichana ambao mnafuatwa, mnashawishiwa. Kuna watu wanashawishi sana watoto wa watu waende, wale maagent wale ambao wenyewe ndio kazi yao, wanatumiwa hela wanasafirisha watoto wa watu. Jamani wasichana, mjaribu kuliangalia hili. Si wa mijini, si wa vijijini. Ni kweli. Kwa sababu hujui unakwenda sehemu ndo kama hivi. Kwanza ni bara jingine. Changamoto inayokujaga ya Usna ni kwamba mabinti wengi wanalalamika kwamba wanapofanya kazi kule kwa muda mrefu, mathalan mwaka mmoja au miaka miwili, changamoto ya kulipana mishahara. Yaani mshahara kulipana vile. Pindi inapofika kwamba mtu anahitaji hela zangu baada ya mwaka mmoja. Maana kuna ile hali bwana, mimi nilipe mshahara wangu, wewe nitakuwekea baada ya miezi 6 nitakupa. Inafika miezi 6 hela yangu misipewi. Au inakwenda tena mpaka mwaka au miaka miwili au mwaka na nusu. Inapofika hatua sasa kuanza kulipana pale.
Ndio mtihani unapoanzia. Ndio asiende. Na ndio maana hakuna, yani ndio maana sasa tukijaribu kufuatilia vizuri kwenye hizo kazi wanazozuna kufanya, hakuna mikataba ya kazi iliyonyoka. Wewe Joseph Kusaga nikwambia kushikia mshahara mwezi utakubali? Hapo sasa. Naondoka. Yani. Sasa uondoke. Tukutane tena kesho kwenye Leo Tena. Tumemaliza na story ya huzuni kiukweli. Mungu ailaze roho yake mahala pema peponi. Amin. Amina. Mimi naitwa Daho. Mimi naitwa Gea Habibi. Kwa nini Musa dada kazi huja kumkopa? Kumkopa ni tofauti na kumwekea. Umewahi? Unaweza kutokea kwamba umechelewa. Umewahi kumkopa? Jibu swali tuokoe muda. Kuchelewa. Mama je, hajawahi kumkopa kumwambia nipe nitakurudishia? Sijui, labda tutafute mama kwa simu. Mimi naitwa Jesse.